Kivuli cha mti wa mbalamwezi. Katika kijiji cha Mvule kulikuwa na sheria moja isiyoandikwa: usigeuke nyuma ukisikia jina lako likiitwa baada ya saa 4 usiku. Mzee Juma alikuwa mgeni kijijini hapo. Akiwa ni mwalimu mstaafu aliyependa ukimya, alipuuza hadithi za wenyeji akiziita imani za kishirikina. Usiku mmoja, mwezi ukiwa mpevu na mwekundu, Juma alikuwa akitoka kwenye mazungumzo ya jioni kuelekea nyumbani kwake mpakani mwa msitu. Sauti ya ajabu. Ghafla, upepo baridi uliovuma ulimfanya asisimke vinyweleo. Katikati ya ukimya huo, sauti nyororo, sauti ya mke wake aliyefariki miaka 10 iliyopita, iliita kwa unyonge. Juma, mbona unaniacha peke yangu kwenye baridi? Moyo wa Juma ulilipuka kwa kasi. Mantiki ilimwambia mke wake amezikwa maili nyingi kutoka hapo, lakini hisia zilikuwa na nguvu zaidi. Alisimama. Jasho jembamba lilimtiririka mgongoni. Kosa la mwisho. Alisahau onyo la wanakijiji. Aligeuka. Hakuona mtu. Badala yake, aliona mti mkubwa wa mbalamwezi ambao hapo awali haukuwepo. Chini ya mti huo kulikuwa na kiumbe kifupi chenye ngozi inayofanana na magome ya mti na macho yanayowaka kama mkaa wa moto. Kiumbe hicho kilikuwa kimeshika kioo cha damu. Kiumbe kile kilicheka kicheko kilichofanana na sauti ya mbao zinazopasuka. Karibu mwalimu, tulikuwa tunasubiri akili yako iingie kwenye chungu chetu. Giza la milele. Juma alijaribu kupiga kelele, lakini sauti haikutoka. Alihisi mwili wake ukianza kuwa mzito. Alipotazama mikono yake, aliona ngozi yake ikibadilika na kuwa gome la mti. Miguu yake ilianza kuzama ardhini kama mizizi. Asubuhi iliyofuata, wanakijiji walikuta nguo za mzee Juma zikiwa zimetandazwa chini katikati ya njia. Pembeni yake, mti mpya mdogo ulikuwa umechomoza. Mti uliokuwa na sura ya mwanadamu iliyochongwa kwenye shina lake, ikionyesha maumivu makali ya milele. Tahadhari. Ukitembea usiku huu na ukasikia sauti inayokujua, kumbuka hadithi ya mzee Juma. Usigeuke. Usiku ukisikia jina lako likiitwa, utageuka? Comment nitakimbia au nitageuka. Like na share na ni follow kabla haijachelewa, kwa sababu hadithi ndizo zinaanza na huenda inayofuata ikawa yako.